Tundu Lissu ajawa na uoga na baridi baada ya kigogo mwingine wa Chadema kumtoroka. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Hali ya kisiasa katika jimbo la Tarime mjini imepamba moto baada ya aliyekuwa mbunge wa jimbo hilo kupitia Chadema kwa jina Esther Nicholas Matiko kuthibitisha rasmi kujiunga na Chama cha Mapinduzi. Uamuzi umetafsiriwa kama hatua kubwa ya kisiasa inayoashiria mabadiliko makubwa ya nguvu katika mojawapo ya majimbo yenye ushindani mkali nchini. Matiko, ambaye pia aliwahi kuhudumu kama mbunge wa viti maalum, ameweka wazi kuwa ndani ya siku chache atakuwa anachukua fomu ya kuomba ridhaa ya CCM kwa ajili ya kugombea ubunge wa Tarime mjini katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Hatua hii imezua mijadala mikali mitandaoni, huku baadhi wakikumbuka misimamo yake ya zamani dhidi ya chama hicho tawala na wengine wakimpongeza kwa kile wanachokiona kama mwelekeo mpya wa kisiasa. Taarifa hii inakuja wakati jimbo la Tarime mjini likitarajiwa kuwa moja ya maeneo yenye ushindani mkali si tu ya CCM bali pia kati ya vyama vya upinzani. Esther Matiko anatarajiwa kukabiliana na mbunge wa sasa kwa jina Michael Kembaki, ambaye naye ameshaonyesha nia ya kutetea nafasi yake kupitia tikiti hiyo ya CCM. Pamoja na hayo, wagombea kutoka vyama vingine vya upinzani pia wanajipanga, wakilifanya jimbo hilo kwa uwanja wa siasa wenye mvutano wa hali ya juu. Matiko anaingia CCM akiwa na kumbukumbu ya kuwa mmoja wa wabunge waliokuwa wakisimama kidete kutetea demokrasia, haki za wananchi na kushinikiza uwajibikaji bungeni. Kwa sasa msimamo wake umebadilika na anasema amejiunga na CCM kwa sababu ameridhishwa na uongozi wa serikali ya awamu ya 6 chini ya Rais Samia Suluhu Hassan. Kujiunga kwake na chama tawala kumeibua maoni tofauti miongoni mwa wananchi wa Tarime na mashabiki wa siasa kwa ujumla. Kwa baadhi ya wafuasi wake wa zamani, hatua hiyo ni ya kushtua, huku wengine wakitafsiri kama mbinu ya kisiasa ya kuhakikisha anaendelea kushika nafasi ya uongozi ndani ya mfumo uliopo. Kwa kuingia kwenye kinyang'anyiro kupitia CCM, Matiko sasa anakabiliwa na mtihani wa kwanza kupata ridhaa ya wanachama wa chama hicho katika kura za maoni, na endapo atafanikiwa atakuwa na nafasi ya kuwakilisha chama hicho tawala kwenye uchaguzi mkuu na huenda akawa miongoni mwa wagombea wenye ushawishi mkubwa. Uamuzi wake umeongeza ushindani na hamasa ya kisiasa ndani ya Tarime mjini, eneo ambalo daima limekuwa na historia ya kuibua mijadala mikali na kuwa na wapiga kura wanaofuatilia kwa karibu mwenendo wa siasa ama wa wanasiasa wao. Oktoba mwaka huu inatazamiwa kuwa kipindi cha maamuzi makubwa kwa wakazi wa Tarime, huku macho yote sasa yakiangalia mchuano mkali unaotarajiwa kati ya majina makubwa ya siasa ya eneo hilo.